Asili ya mambo mengi yanayotokea katika dunia yetu ni kutoka katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho wa kishetani zaidi ya yote. Na nizungumzie kwa habari za machafuko, vita, mauaji, mateso, uonevu katika mataifa mbalimbali. Kwa mfano, ukifuatilia habari za Kongo hapa, Kongo na Rwanda. Lakini si Kongo na Rwanda tu, nisemee kwa dunia nzima. Dunia nzima. Utagundua kwamba kuna mtikisiko mkubwa katika mataifa. Hakuna taifa ambalo liko salama sana. Hata lile ambalo linaonekana kwamba liko salama kwa macho ya kawaida, lakini ukichunguza vizuri pia na lenyewe haliko salama. Kwa hiyo kwa ujumla wake, mataifa mbalimbali katika dunia yetu hii yaliyo mengi yako katika mitikisiko mikubwa sana. Mitikisiko mikubwa sana. Mara njaa, mara matetemeko ya ardhi, mara vita, mara machafuko kutokana na sababu za kisiasa. Kwa hiyo ukiangalia vizuri unaona kwamba mtikisiko ni mkubwa katika mataifa mbalimbali yaliyo katika dunia hii. Na tunaweza kusema kwamba amani katika mataifa haya haitoshi. Haitoshi. Makundi mbalimbali, mara wanaharakati, mara taasisi mbalimbali za kutetea haki za binadamu, wote hao wanajitahidi kama wanavyoweza ili kuangalia jinsi gani amani inaweza kuwepo katika mataifa yaliyoko katika dunia hii. Lakini kama nilivyosema hapo mwanzo kwamba kila aina ya jambo tunaloliona katika dunia yetu hii linatoka katika mzizi wa kiroho. Yaani asili ya mambo mengi katika dunia hii yanayotokea, tunayoyaona, tunayashuhudia, tunayasikia, asili yake iko kwenye ulimwengu wa roho. Yaani vikao, mikakati, mipango mbalimbali ya kuruhusu mambo haya tunayoyaona, kama nilivyokwisha kusema, vikao hivyo vyote huanzia katika ulimwengu wa roho. Hii ni elimu pana kidogo ambayo wachache wanaweza wakaelewa, lakini wengi pia wasielewe sana ninaposema habari za ulimwengu wa roho. Ni elimu pana. Kwa hiyo mipango yote hiyo inaasisiwa, inaratibiwa, inapangwa, inaandaliwa na hatimaye kutekelezwa kutoka katika ulimwengu wa roho na kutimia katika ulimwengu wa kawaida, ulimwengu huu wa kimwili. Ulimwengu wa roho uko under control of the devil. Ulimwengu wa roho uko chini ya utawala wa kishetani, ulimwengu
wa roho uko chini ya utawala wa kishetani. Sasa huo ulimwengu wa roho ambao uko chini ya utawala wa kishetani unatofautiana na ulimwengu wa roho ulio chini ya utawala wa Mungu, Muumba wa mbingu na nchi. Kwa kusema hivyo, utakuwa umegundua kwamba tayari ulimwengu wa roho umegawanyika sasa katika maeneo makuu mawili. Kuna ulimwengu wa roho kwa upande wa kimungu, lakini pia kuna ulimwengu wa roho upande mwingine unaotokana na shetani. Sasa basi, ulimwengu wa roho kwa upande wa kimungu una watumishi wake, kama unavyoelewa, una watumishi wake. Naposema watumishi ni kama mtu anaweza kuona anasema kwamba maagent. So hata ulimwengu wa roho kwa upande wa kimungu una maagent wake, una watumishi wake, una watumwa wake wanaotenda mema. Wanaotenda mema kwa sababu wanatoka katika ulimwengu wa roho wa kimungu, ama wanafanya kazi katika eneo la ulimwengu wa roho wa kimungu. Hawa kazi yao ni wema, ni malaika wa wema. Kazi yao ni wema, ni kutangaza habari njema, ni kuyaona yanayoweza kutokea kutoka upande mwingine ule wa shetani. Maana yake watumishi wa Mungu wanaotenda kazi katika ulimwengu wa roho wa kimungu, wao wamepewa uwezo pia wa kuona. Wanazo microscope za kiroho, satellite za kiroho za kuona kile kilichoko katika upande mwingine wa ulimwengu wa roho wa kishetani. Anyway, sio wote wanaweza kuona, lakini pia wapo wenye karama za kuona kama mimi hapa. Na mimi pia ni neema ya Mungu kwamba Mungu wakati mwingine waga ananisaidia, naweza kuona kwa mbali kila ambacho kinatoka katika ulimwengu wa roho wa kishetani. Mapema kabla kitatokea, ninaweza nikakiona. Sifa na utukufu ni kwake Bwana. Maandiko matakatifu yanasema kwamba ajisifu kwa sababu anamjua Bwana. Sasa sio kasema wewe umejisifu sasa, umejitukuza sasa. Hapo najisifu kwa sababu najisifu kwa ajili ya Bwana. Kwa hiyo baada ya kuyaona yale ambayo yanaandaliwa, yanapangwa, yanaratibiwa kutoka kwenye ulimwengu wa roho wa kishetani, mtumishi wa Mungu aliye katika ulimwengu wa roho wa kimungu, basi unaanza kuandaa mashambulizi. Kwa sababu wale uliowaona katika ulimwengu wa roho wa kishetani mara nyingi hawakai kuandaa mema. Hawakai kuandaa mema, wanakaa kuandaa mashambulizi, vita. Sasa baada ya Mungu kuwa ameyafunua ukayaona, basi na wewe unaanza kuandaa mashambulizi. Makombora ya kuja kuzuia yale makombora mengine kutoka kwa shetani. Sikiliza, hata kule kwa shetani wana makombora. Biblia inasema kuna mishale yenye moto. Wanatuma mishale yenye moto. Sasa unaposikia mishale yenye moto ni makombora hayo. Kwa hiyo unapokuwa umeyaona, basi unajiandaa na wewe kuja kumsihi Mungu akupa makombora ya kuweza kuyadaka yale au na kuyaunguza na kuyateketeza makombora yanayotoka kwenye ulimwengu wa kiroho wa kishetani. Lakini pia hali kadhalika hata wale walioko katika ulimwengu wa roho wa kishetani na wao wanaona yanayotendeka katika ulimwengu wa roho wa kimungu. You see? Ndio ukweli. Hata wale maagent, watumishi wa shetani, maana hata shetani pia na waagent wake na watumishi wake, kama Mungu pia alivyo na watumishi wake, na shetani na watumishi wake. So na wao hao wana uwezo kuona pia. Wanaona kwa nguvu ya kishetani. Watumishi wa Mungu wanaona kwa nguvu ya kimungu, halafu watumishi wa shetani
wanaona kwa nguvu ya kishetani, na wao wanaona kila ambacho kinaandaliwa kutoka katika ulimwengu wa kiroho wa kimungu. Wanaona kile ambacho watumishi wa Mungu wanakiandaa kwa ajili ya kuwataka, kwa ajili ya kuwashambulia. Kwa hiyo na wao pia wanapoona, basi wanatafuta njia mbalimbali za kuweza kuzima yale mashambulizi. Nini maana yake? Matokeo yake ni haya kwamba hii ni vita. Sasa ni vita ambayo inaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho maana yake ulimwengu usioonekana lakini upo. Dunia isiyoonekana lakini ipo. Watu wasioonekana kwa macho lakini wapo. So matokeo ya yale mashambulizi na vita ile ya pande zote mbili, mwisho wa siku yanakuja kutimia katika macho yetu. Tunaona. Ndivyo hivyo, naona dunia na mataifa yanatikisika. Taifa kuna mtikisiko. Niliwahi kusema hapo nyuma kwamba mitikisiko tunaiona katika mataifa mbalimbali ya nje. Tukadhani hata kwa Tanzania haiwezi kufika. Niliwahi kusema ukifuatia clip zangu utaona. Niliwahi kusema kwamba tunahitaji kuomba sana. Na niliwahi kusema nikinukuu andiko la Bwana Yesu, aliwahi kusema kwamba aliwaambia wanafunzi wake kwamba msidhani ya kwamba wale walioangukiwa mnara kule Sodoma walikuwa watenda dhambi kuliko wengine. Akasema hapana. Hali kadhalika na nyinyi msipotubu inaweza kuyawapata yale yaliyowapata wale walioangukiwa mnara kule Sodoma. So maana yake nini? Nihitimishe kidogo. Mitikisiko tunayoona katika mataifa yetu na mataifa ya mbali na dunia nzima, chanzo harisi cha mitikisiko hiyo kinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Nini la kufanya sasa kama ni hivyo? Kumbe tunahitaji kuwataka kufanya mashambulizi ya kiroho. Wewe mtumishi Mungu unanielewa? Tunahitaji kufanya mashambulizi ya dhati ya kiroho ili vita ile kutoka kwenye ulimwengu wa roho kabla haijalipuka katika ulimwengu wa mwili, kabla haijaonekana, yale makombora kabla hayajatua katika ulimwengu wa kimwili, basi tuwe tumeyashambulia katika ulimwengu wa kiroho. Tumeyalipua, tumetegua mitego yote na maskadi yote na makombora yote, tumeyalipua, tumeyategua katika ulimwengu wa kiroho kwa maombi. Kwa nini? Kwa maombi. Sasa uyaona yote haya yanayotokea haya ni vita, ni mipango, ni mikakati inayoandaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Maombi ni silaha. Tuzidi kuomba, ombea Tanzania, ombea mataifa mbalimbali, ombea kila taifa katika dunia hii. Unalosikia kwamba kuna mtikisiko, kimsingi dunia nzima sasa hivi ni mitikisiko mizima. Mtikisiko tupu. Kwa hiyo tunahitaji kukaa katika ulingo wa maombi. Ulingo wa maombi, tukiachia makombora yasiyoonekana, makombora ya maombi. Tukatamka maneno ya ushindi na ukombozi, tukakomboa dunia nzima, tukakomboa mataifa yetu, tukakomboa nchi yetu Tanzania, tukakomboa kila taifa ambalo liko katika migogoro. Maombi yanategwa mitego ambayo inalengwa kwa ajili ya mataifa. Maombi yanategwa mitego. Maombi ni silaha. Tuombe sana. Mungu wa mbinguni akubariki, tukijua kwamba yote tunayoona haya na kuyasikia haya yanaanzia kule ni kusema. Kwa hiyo tushambulie kule ili tuweze kushinda katika jina la Yesu. Tutazidi kuzungumza. Bishop Kandaguza hapa naongea. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.